Mkutano mkuu wa klabu ya Simba Sport wa mwaka 2025 uliisha saa 5:59 asubuhi, huku ukiibua maswali kwa wanachama kutokana na aina ya ulivyomalizika. Mkutano huo ambao awali ulihudhuriwa na wanachama 720 kisha baadaye kuongezeka hadi 998 umemalizika, huku wanachama hao wakijua hawajui mustakabali wa yale yanayotakiwa kufanywa marekebisho. Hatua hiyo imejiri baada ya mapendekezo ya mabadiliko ya katiba yalivyomalizwa kusomwa, ambapo ghafla mwenyekiti wa Simba Murtaza Ali Mangungu alitangaza mkutano huo kumalizika. Baada ya hatua hiyo ndipo pakaibuka sintofahamu kwa wanachama waliodai kudharauliwa na Murtaza Ali Mangungu na kumtaka ajiuzuru mara moja kwa kumaliza mkutano huo bila kujadili mambo muhimu lililowaleta. Wanachama hao kwa umoja wao walipaza sauti wakimtaja ajiuzuru, huku wakidai sababu za kufanya vibaya kwa timu hiyo ni kutokana na hali iliyojitokeza kwenye mkutano mkuu hapo jana. Wanachama wa Simba walimvaa Murtaza Ali Mangungu wakidai amefunga mkutano huo kihuni. Mara baada ya wakili Ngasa Mboje kumaliza kusoma vifungu vya marekebisho ya katiba ya Simba, wanachama wakasubiri kupitisha kimoja kwenda kingine. Hali haikuwa hivyo, kwani msemaji wa Simba Ahmed Ali akawataka wanachama kujiandaa na hatua inayofuata, ambapo hatua hiyo ilipomalizika, Murtaza Ali Mangungu akaitisha dua ya kuiombea Simba inayocheza mechi ya ligi ya mabingwa ugenini, ambapo ilicheza dhidi ya Stade Malien, mechi iliyopigwa saa 1 kamili usiku jijini Bamako na kumalizika kwa bao 2-1, huku wenyeji Stade Malien wakiibuka na pointi 3 muhimu. Dua hiyo ilipokamilika, Murtaza Ali Mangungu akatangaza akija mkutano kuwa amehudhuriwa na wanachama 998 kisha kufunga mkutano huo. Baada ya Mangungu kutangaza hilo, makundi ya wanachama yakamvamia na kuanza kumlalamikia kwamba hawakuridhishwa na hatua za kufunga mkutano huo, hali ya kuwa hawajapitisha vifungu hivyo kwa hatua. Hata hivyo, licha ya wanachama hao kulalamika, Murtaza Ali Mangungu alisimamia msimamo wake kisha kuondoka na kuacha wanachama wamemvaa wakimlalamikia hatua hiyo. Mangungu alipobanwa. Wakati kisomwa ripoti ya mapato na matumizi ya mwaka uliopita, uliibuka mzozo baada ya hoja kumbana mwenyekiti wa Simba Murtaza Ali Mangungu. Baada ya kusoma ripoti ya mwaka jana ya mapato na matumizi, mwanachama Hussein Simba akauliza juu ya uhalali wa ripoti hiyo, hali ya kuwa haijapitishwa na mkaguzi wa nje wa masuala ya fedha. Aidha, Simba akaongeza kuwa tayari ameshaushtaki uongozi wa Simba kuanzia mwenyekiti wake Mangungu kwa baraza la michezo BMT juu ya uvunjifu wa kanuni kwa klabu kutokuwa na mkaguzi, huku akihoji kama uongozi huo umetosha kuongoza klabu hiyo. Baada ya Simba kuibua hoja hiyo huku akishangiliwa na wanachama wenzake, Murtaza Ali Mangungu alijibu hoja hiyo akisema, "Nashukuru ndugu yangu kwa hoja yako, lakini naona wewe na tatizo lako binafsi na Mangungu. Lakini kama ni hivyo basi tukutane kwenye uchaguzi," alisema Murtaza Ali Mangungu. Mara baada ya Mangungu kujibu hoja hiyo, mwanachama alianza kumpinga na kuibua mzozo ndani ya ukumbi huo, wakionyesha kupinga majibu hayo ya mwenyekiti wao. Hata hivyo, ofisa mtendaji mkuu Zubeda Sakuro aliutuliza ukumbi huo. Alifafanua kuwa mkaguzi wa awali aliandika barua ya kuachia nafasi hiyo na sasa wapo katika mchakato wa kutafuta mwingine. Baada ya mkaguzi wa awali kujiuzuru, tupo kwenye mchakato wa kumtafuta mwingine kwa mujibu wa taratibu. Mpaka sasa tumewapata watatu, tukimaliza tutawaletea kwenye mkutano ujao, alisema Sakura na kuwapunguza makali wanachama wa klabu hiyo. Mkutano mkuu Simba wataka Mangungu ajiuzuru ni baada ya kuwapelekea moto kweli. Na hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje mipaka ya Tanzania. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Lizo Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.